Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tufungue kwa maombi. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunalitukuza jina lako. Tunasema wastahili sifa, wastahili kuinuliwa. Baba, nena pamoja nasi katika ujumbe wa leo na ukatupatie majibu ya kipekee. Yani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Ujumbe wa leo unasema maandiko yanayomshuhudia Yesu Kristo. Fungu cha Biblia ni Injili ya Yohana mlango wa 5 na mstari wa 39, na yanasema hivi: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Bwana alibariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa imani ya Ukristo ni Biblia. Na hii Biblia ina vitabu 66. Iliandikwa na ina vifungu 189. Iliandikwa na waandishi 40 kwa muda ama kwa kipindi cha miaka 1600. Hii tunajua vipi? Ni kutoka wakati Musa aliandika vitabu vile vya kwanza 5 vya Biblia. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 1500 BC, na kutoka wakati huo hadi wakati ambapo mtume Yohana aliandika kitabu cha mwisho cha Biblia ambao ni kitabu cha Ufunuo, ambao ulikuwa ni mwaka wa AD 95. Kipindi hicho chote inapata miaka 1600. Na hata ingawa Biblia iliandikwa kwa kipindi kirefu hivyo, umoja wa maandiko na yaliyomo katika Biblia yako wazi na yana uwiana vizuri, hayakanganyani. Na tunaweza kuona ya kwamba neno la Mungu lilitimia kikamilifu vile lilivyoandikwa, na hata sasa linaendelea kutimia maishani mwa watu hata baada ya kipindi cha maelfu ya miaka yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini neno la Mungu linatimia hivi? Na lilitimia, linatimia na litaendelea kutimia. Ni kwa sababu liko na pumzi yake Mungu. Biblia inatuambia hivyo, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alivuvia wale waandishi wa Biblia na alitumia tabia zao, vipawa vyao, talanta zao, elimu yao, tamaduni zao, na hata lugha na mitindo mbalimbali ambao walikuwa nayo weza kunakili neno la Mungu pasipo makosa. Kwa kuheshimu tabia ya mwandishi, waliweza kuvuviwa na Roho wa Mungu na wakanakili neno la Mungu pasipo hitilafu yoyote. Yesu mwenyewe alitangaza katika kifungu tulichokisoma siku ya leo ya kwamba kiini cha Biblia, kiini cha ukweli wa kibiblia ni kwamba inamshuhudia yeye. Watu wa dini walikuwa wanachunguza katika maandiko. Maandiko yanazungumza kuhusu kitu gani? Na nawaambia haya maandiko yananishuhudia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia ni neno pekee yake la kweli ambao linafanya
wokovu ujulikane, tujue wokovu unapatikana vipi, tujue upendo wa Mungu, tujue hukumu ya Mungu na utukufu wa Mungu. Hayo yote yamewekwa wazi katika Biblia peke yake. Inaimarisha mtu wa Mungu awe ameimarishwa vizuri kwa kila kazi njema. Kwa kusudi hili, adui yetu Shetani atafanya awezavyo kukuzuilia wewe, kunizuilia na mimi tusiishi maisha yetu kwa mtazamo wa kibiblia, tusiishi maisha yetu kwa mwongozo wa kibiblia. Tuwe macho na tusitanganyike. Ataweza kukuletea majaribu usisome Biblia, lakini na turudi kwa maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza jipa nidhamu na usome Biblia vifungu 4 kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, soma vifungu 4 na utakuta kwa kipindi cha mwaka mmoja utakuta umeisoma Biblia yote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akatutie nguvu tunapojihimiza kusoma na kutafakari maandiko matakatifu. Hoja ya kwanza, shuhuda ambazo zinatuelekeza hata tumwamini Yesu Kristo. Ni shuhuda gani ambazo tuziamini ya kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, Yesu ndiye mwokozi peke yake, jina lake lapita majina yote? Wiki iliyopita tuliona Yesu akitoa ushuhuda kwa watu wa dini na kuwadhihirishia na kuwaeleza ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu na Baba yake anatenda kazi hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipeana shuhuda kamilifu zisizotiliwa shaka, na aliwapatia viongozi wa Kiyahudi wa kidini za Kiyahudi ili waweze kuelewa kwa nini yeye ni mwana wa Mungu. Na ushuhuda wa kwanza, ushahidi wa kwanza aliowapatia ni ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Ukiangalia katika mstari wa 33 hadi 35, nisome. Ninyi mlituma watu kwa Yohana, naye akaishuhudia kweli, lakini mimi siupokei ushuhuda wa wanadamu, walakini nimesema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wa kidini walikuwa wametuma majasusi, watu wakafanya utafiti, wakachunguze Yohana na wajue ya kwamba yeye ndiye Masihi ama wasubiri Masihi wengine. Na wakamuuliza, wewe ndiye Masihi? Yohana Mbatizaji akajibu akamwambia, mimi si Masihi, lakini baada yangu atakuja mwingine, na huyo ndiye Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Na hata baada ya Yohana Mbatizaji kushuhudia kwamba ajaye nyuma yangu ndiye Masihi, Yesu alipowasili, na kulikuwa na tofauti ya miezi 6 kati ya Yohana Mbatizaji na wakati Yesu alizaliwa. Kwa hivyo umri wao ulitofautiana na miezi 6. Wakati Yesu Kristo alipofika, watu walikosa kumwamini kwamba huyu ndiye Masihi, japokuwa Yohana alikuwa ameshuhudia habari zake. Ni wakati ule Yesu alitoa ushuhuda mkuu zaidi, ushahidi mkuu zaidi kuliko wa Yohana. Ndio anasema katika mstari wa 36, lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana,
kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizikamilishe, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zalishuhudia ya kwamba Baba amenituma. Na walipokosa kuamini ushuhuda wa Yohana Mbatizaji, Yesu akawapatia ushahidi mwingine, na anatoa ushuhuda hapa kuhusiana na kazi zile alizozitenda, ishara zile alizozitenda. Zote zilikuwa ni ushuhuda mkuu zaidi. Alitenda shuhuda gani? Alitenda ishara gani? Kwanza tuliona katika Yohana 3 alipogeuza, Yohana mlango wa 2 aligeuza maji kuwa divai. Tukaona katika mlango wa 4 alimponya mwana wa diwani ambaye alikuwa karibu kufa katika ugonjwa wake. Na tukaona katika mlango huu wa 5 vile alimponya mtu ambaye alikuwa ameugua miaka 35 katika birika ya Bethesda. Ishara hizi ambazo Yesu alizitenda ilikuwa ni ushahidi ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Mungu. Hizi si ishara ambazo zingetendwa na mwanadamu wa kawaida. Pamoja na kwamba hizo ishara bado hawakuziamini, anawaambia ya kwamba Baba mwenyewe ananishuhudia ya kwamba amejituma. Angalia mstari wa 37 hadi 38 unasema, naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyetumwa na yeye. Hasema Mungu Baba mwenyewe, Mungu wa mbingu na nchi, ni shahidi, anamshuhudia ya kwamba yeye ndiye aliyemtuma Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ushahidi mwingine ambao Yesu aliwapatia ni maandiko matakatifu, akiwasisitizia ya kwamba maandiko ambao wanang'ang'ana kuifanya utafiti wakichunguza yanazungumza kitu gani, yanamshuhudia yeye mwenyewe. Na hicho ndio kifungu tumesoma siku ya leo katika ambao ni mstari wa 39 unasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kuwa ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Mada kuu katika Biblia ni kwamba inamshuhudia Yesu. Maandiko matakatifu, iwe ni Agano la Kale ni Agano Jipya, yote inamshuhudia, inazungumza kuhusu Kristo, inazungumza kwa mtazamo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Agano la Kale ni unabii kuhusu Masihi atakayekuja. Ndio sababu Mwanzo 3:15, hiyo ilikuwa ni baada ya anguko la mwanadamu katika dhambi ya asili. Mungu alileta ujumbe ya kwamba uzao wa mwanamke utavunja uzao wa nyoka kichwa. Huyo uzao wa mwanamke ni nani? Ni Yesu aliye Kristo. Alizaliwa na Bikira Mariamu. Isaya mlango wa 7 na mstari wa 14. Ile hema la kukutania pale jangwani ilikuwa ni pia inazungumzia kuhusu Masihi atakayekuja, na uwepo wake utakuwa pamoja na watu. Nyoka ya shaba ambao Musa aliandaa na akainua sehemu ya juu pale jangwani, hiyo pia ilikuwa inaashiria Masihi ambaye atakuja. Na hii ni neema kuu ya Mungu ambayo iliashiria mateso ya Yesu msalabani kusudi kuwaokoa wanadamu. Kiangalia tena katika kitabu cha nabii Isaya mlango wa 11 mstari wa 1 na wa 2, inazungumza kuhusu fimbo ambayo itatokana na shina la Yese. Hii fimbo ni gani? Hii fimbo tukitaka kujua ni gani, tujiulize nani tena kabeba fimbo katika Agano la Kale. Musa aliambiwa abebe fimbo, na kwa fimbo hiyo akatende ishara nyingi, na kweli alizitenda ishara pale Misri. Naona Kutoka mlango wa 4 na mstari wa 17.
Fimbo ya Musa ilikuwa ni fimbo ya mamlaka. Kwa fimbo hiyo Musa aliweza kuwa tishio kwa Farao na kwa taifa lote la Misri. Chochote kile alichotaka kutenda Musa kiliwezekana kwa kutumia hiyo fimbo. Basi kama fimbo itatoka katika shina la Yese, huyu fimbo ni nani? Ni Yesu. Kama vile Musa alivyotumia fimbo yake, fimbo iliyokuwa inaonekana na ameishika mkononi, na kwayo akaimarisha, akadirisha mamlaka na utawala kule Misri. Sisi tulioamini Yesu Kristo na tulitumie jina la Yesu Kristo, na tuweze kufukuza mapepo, tuweze kutiisha magonjwa, ufukara na kila kitu ambacho hakijatokana na Mungu katika maisha yetu. Kama vile fimbo hiyo ilimfanya Musa aonekane wa kipekee, jina la Yesu Kristo litakufanya wa kipekee. Jina la Yesu Kristo ni silaha ambayo tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuliomwamini Yesu Kristo, hivyo basi tulitumie jina la Yesu Kristo na tuibuke washindi, tukijua ya kwamba maandiko matakatifu yote, Agano la Kale lote lazungumzia kuhusu Masihi atakayekuja. Agano Jipya nalo lazungumza kuhusu Masihi ambaye amekuja tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana mlango wa 20 na mstari wa 31 inasema, Yesu alifanya mambo mengi ambayo hayakunakiliwa katika kitabu hiki, lakini haya yameandikwa ili tukapata kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, na kwa kuamini tukawe na uzima katika jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Na tutangaze jina la Yesu Kristo, tutangaze injili ya Kristo Yesu, watu wakapata kumwamini, kwa sababu kwa kumwamini watakuwa na uzima katika jina lake. Haleluya. Hoja ya pili na ya mwisho, ushuhuda kwa Yesu Kristo. Mstari wa 45 katika Yohana 5 inasema, msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba, yuko anayewashtaki ndiye Musa, naye mtumaini ninyi. Wayahudi walimwamini sana Musa, walimtumainia sana, lakini la kushangaza ni kwamba hawako wanaamini ya kwamba Musa aliandika mambo yaliyomshuhudia Kristo. Kama nilivyowaambia, alinakili kuhusu uzao wa mwanamke ambao utakuja utavunja uzao wa nyoka kichwa, Mwanzo 3:15. Alinakili mambo ya ile hema la kukutania pale jangwani. Ni Musa aliyenakili kuhusiana na nyoka iliyoinuliwa jangwani, na Musa mwenyewe ndiye aliinua nyoka jangwani, ishara ya kwamba Yesu atakuja kuinuliwa msalabani ili kusudi yeyote yule amtazamaye awe na uzima wa milele. Hivyo basi hata ukimtazama Kristo sasa hivi kwa imani, unapokea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufanye nini? Kwa sababu maandiko katika Agano la Kale na Agano Jipya yanamshuhudia Kristo Yesu. Tuyasome zaidi kuliko hapo awali. Tujipe nidhamu kutafakari maandiko matakatifu zaidi ya vile tulivyokuwa tunavifanya. Ni kwa sababu gani? Kwa kufanya hivyo tutakuwa tunakula chakula cha kiroho, na zaidi ya chakula kile cha kimwili tunakula, tuyatafakari maandiko matakatifu. Ni kwa sababu tutajawa na uzima, tena uzima tele. Imani yetu itakuwa, na tutaishi maisha ya ushindi, na tutaeneza ushindi wa Kristo popote tuendapo. Wengine wasioamini watatazama na watatamani kumwamini Yesu Kristo, na hivyo ndivyo Mungu anataka kuvitimiza katika maisha yako na maisha yangu. Mungu atubariki na alitimize neno lake. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, nalitukuza jina lako. Nasema asante kwa sababu ya maandiko matakatifu.
na vile umetufunulia ya kwamba yanakushuhudia wewe. Baba wetu wa mbinguni, tutie nguvu, tulisome neno lako zaidi kuliko hapo awali, tulitafakari kuliko hapo awali, imani yetu ikakue kuliko hapo awali, itoke katika hali ya kukosa imani kuwa na imani haba, hata tuwe na imani kuu ndani yako, na mambo makuu yatendeke kupitia maisha ya kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Mungu atubariki.